Kutokana na hali hiyo, tume inatoa maelekezo yafuatayo. Moja, taasisi zote ambazo zilianza mchakato wa usajili lakini hazijakamilisha zinatakiwa kukamilisha usajili huo ndani ya siku 7 kuanzia leo tarehe 12 mwezi wa 6 2026. 2, taasisi ambazo hazijaanza kabisa usajili zinatakiwa kuanza na kukamilisha ndani ya siku 7 za kazi kuanzia tarehe 12 mwezi wa 6 2026. 3, taasisi zote zinazotakiwa kujiandaa kwa ukaguzi taasisi zote zinatakiwa kujiandaa kwa ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria ambao umekwisha anza na unaendelea. Na 4, taasisi zote zinapaswa kuhakikisha zina sera za ulinzi wa taarifa binafsi zilizoainishwa na tume na mifumo madhubuti ya ulinzi wa taarifa. Aidha, tume inawakumbusha wananchi kuwa wana haki ya kulinda taarifa zao binafsi kwa mujibu wa sheria. Wananchi wanahimizwa kutumia haki zao ikiwemo kuwasilisha malalamiko kwa tume endapo watabaini matumizi yasiyo halali ya taarifa zao au ukiukwaji wa faragha zao. Tume inaendelea kutoa elimu, miongozo na usimamizi ili kuhakikisha Tanzania inakuwa na mifumo imara wa ulinzi wa taarifa binafsi unaolinda haki ya wananchi na kuimarisha imani katika matumizi ya teknolojia na huduma za kidijitali. Kwa kuzingatia umuhimu wa elimu kwa umma, tume imepanga kufanya kongamano la kwanza la faragha na ulinzi wa taarifa binafsi kuanzia tarehe 29 Juni hadi tarehe 1 Julai 2026 jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Mlimani City. Kongamano hili ni muhimu sana kwa sababu ndio linatuunganisha na wadau au wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi, watunga sera, lakini pia litajumuisha wadau wetu au taasisi za ulinzi wa taarifa binafsi ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi na timu zao za faragha katika kila taasisi wanashauriwa kushiriki kongamano hili muhimu kwa ajili ya kujenga uelewa na kushiriki majadiliano na kujifunza kutoka kwa wadau mbalimbali wa faragha ya ulinzi wa taarifa binafsi kutoka ndani ya nchi na nchi mbalimbali duniani. Kongamano hili ni jukwaa mahususi la kubadilishana taarifa, kujadiliana masuala ya teknolojia zinazoibukia, kubadilishana uzoefu na kuimarisha ushirikiano hususan katika uhamasishaji wa huduma za kidijitali salama zinazoaminika na jumuishi zinazoshabihiana na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Kwa taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ambayo ni www.pdpc.go.tz, na huko utapata taarifa pia jinsi ya kujisajili kwa ajili ya mafunzo hayo na vilevile kwa taarifa mbalimbali zinazohusiana na utekelezaji wa sheria hii kwa tume. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kimsingi kuna taasisi nyingi zinazotakiwa kujisajili, lakini ambazo tayari zimeshajisajili, ambayo ni hatua ya kwanza ya uzingatiaji wa sheria, zimeshafikia 14,000 na ambazo zipo kwenye rejista ya taasisi ya tume. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi pale wanapotakiwa kutoa taarifa zao binafsi kwa ajili ya kupata huduma, wao wanatakiwa kuuliza kama hiyo taasisi inachukua taarifa zake, lakini je, imejisajili tume?
na ili kujua kwamba imejisajili tume, kutakuwa na cheti cha usajili ambacho kinakuwa kimetundikwa pale kinachoonyesha kwamba taasisi hiyo imejisajili. Na tume tuko kwenye mchakato wa kukamilisha pia jinsi ya kuweza kuhakikisha kwamba hicho cheti ni halali kwa kutumia hata simu zetu za viganjani, na hapo unaweza kujua kwamba hiki cheti ni halali au ni cheti cha kugushi. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba taarifa binafsi za kila mwananchi zinalindwa. Maanake taarifa binafsi, kusema taarifa binafsi ni faragha. Kila mtu anahitaji faragha. Kwa hiyo hizi taasisi 14 baada ya kutoa ukomo wa kujisajili ndio ambazo zimeitikia wito huo, na ndio maana tunazipongeza kwa kufanya hivyo, kwa sababu zinatenda jambo lililo jema. Swali la pili ilikuwa ni kwa nini taarifa binafsi zilindwe? Swali hili tunaweza tukaanzia kutoka kwa mhusika wa taarifa binafsi. Jamani, tunaposema taarifa binafsi maana yake ni faragha yako. Na faragha yako, kuna mtu ambaye ungependa faragha yako ianikwe hadharani. Sasa hizi taasisi zinapata nafasi ya kupata taarifa zako binafsi kwa sababu wewe unataka huduma kutoka kwao. Kwa hiyo tumeweka sheria hii imetungwa mahususi. Kwanza ni matakwa ya kikatiba sura ya 16, lakini tuna sheria ambayo inalenga katika jambo hilo. Lengo ni kuhakikisha utu wa kila mtu unalindwa, na ndio maana tunalinda faragha. Na faragha, tunapoongelea faragha, kuna mambo mengi yanayokutambulisha. Kuna ishu ya magonjwa yako, kuna ishu ya taarifa zako za kifedha, kuna ishu za taarifa zako za watoto. Hizi ni taarifa ambazo ni sensitive, zinatakiwa zibakie kuwa faragha, na wale wote wanaopata nafasi kwa ajili ya kukuhudumia kwa kupitia taarifa zako binafsi wanatakiwa kuhakikisha wanazilinda na wanazitumia kwa matakwa tu yaliyokusudiwa, na sheria hii ndivyo inavyowataka wafanye. Sasa sisi tunawawajibisha pale wanapokiuka kufanya hivyo. Swali lingine la Anastasia alikuwa anasema lini ukaguzi unaanza? Toka sheria ilivyoanza tulishaanza kazi, lakini tulizingatia zaidi kutoa elimu kwa umma ili watu waelewe ni jinsi gani tunafanya, lakini pia uzingatiaji hatua za mwanzo za kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinajisajili, kwa sababu kujisajili peke yake sio kukamilisha uzingatiaji. Bado tutataka kuona sasa umeshajisajili, uzingatiaji unaoufanya, je, una sera zinazoonyesha unalindaje faragha za watu kulingana na taarifa ulizo nazo. Na kwa maana hiyo tulishaanza, lakini sasa hivi tunaposema tunaanza rasmi ni kwa sababu tulishatoa nafasi nyingi za kuhakikisha kwamba wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi watakuwa wamefanya hilo jambo ambalo lilikuwa ni kwa hiari. Lakini sasa hivi tunaenda kufanya sasa ukaguzi ambao tunaita kwa Kiingereza ni compliance audit. Na hii compliance audit tutapitia wakusanyaji na wachakataji wote waliojisajili na ambao hawajajisajili, na ndio maana hatua za kisheria zitachukuliwa pale kwa wale ambao hawajajisajili. Lakini kwa wale pia ambao hawajakamilisha uzingatiaji, tuna uwezo wa kuwasaidia, lakini kama ni kwa makusudi zitachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Swali lingine ilikuwa ni kwamba ni adhabu gani zinatolewa, penalty zinazotolewa kwa wale ambao wanakiuka sheria hii. Sheria hii imetoa adhabu mbalimbali ambazo naweza nikazijumuisha kwa sababu siwezi kuzitaja zote kwa muda huu, ila ni adhabu ambazo ni faini, lakini pia inaweza ikawa ni kifungo au vyote kwa pamoja. Na swali la 5 pia lilikuwa linauliza hivyo hivyo kuhusiana na faini kwa ambao hawajajisajili. Faini hizo zitatolewa kwa mazingira hayo hayo kwa mujibu wa sheria hii, ambapo adhabu mbalimbali zimeonyeshwa na jinsi ambavyo zitatolewa. Naomba kuhakikisha. Swali la nyongeza katika hayo kwanza kabla ya maswali mapya? Hamna. Karibu kaka.
sheria hii umeuliza kwamba ni hatua gani za ziada zitakazoweza kuchukuliwa endapo taasisi zitaendelea kuvujisha taarifa, si ndivyo? Kwa mujibu wa sheria hii imekaa hivi: sisi tuko pale kwa ajili ya kumlinda mwananchi ambaye ndio taarifa zake zinachukuliwa ili aweze kuhudumiwa. Unajua sasa hivi tunaingia kwenye uchumi wa kidigitali. Kwa hiyo ili uweze kuhudumiwa na taasisi mbalimbali kwa njia ya kidigitali, lazima watachukua taarifa zako. Inaweza ikawa ni makampuni ya simu, inaweza ikawa ni hospitali, inaweza ikawa kwenye elimu, inaweza ikawa kwenye mabenki. Sasa kwa nini tunazisajili hizi taasisi ambazo ndio hizo nilizozitaja ndio wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi? Tunazisajili wakiwa wanaonyesha kwamba ndio wanajicommit kwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kwamba taarifa zozote watakazozipata kulingana na kazi wanayoifanya watahakikisha kwamba hazivuji, na ndivyo sheria inavyowataka. Watahakikisha kwamba hazivuji. Wakivujisha, maana yake mwananchi anakuja kulalamika kwenye tume. Kwa hiyo sisi tutawawajibisha kwa mujibu wa sheria kwamba uliahidi hautavujisha hizi taarifa. Kwa nini zimeenda kwa mtu ambaye hakustahili? Kwa maana hiyo umemkosea huyu mtu ambaye faragha yake ndio imetumika. Na faragha hizi tunazoziongelea ziko katika level tofauti tofauti. Kuna nyingine zinaweza kusababisha mtu akatoa uhai wake. Kwa hiyo kwa maana hiyo sheria hii inataka kumlinda wananchi. Na kwa mujibu huo basi ninachotaka kusema sisi hatuna makosa na wakusanyaji na wachakataji, ila ile sheria ndio inawataka. Sisi tunayemlinda ni mwananchi. Mwananchi akija kulalamika awe na sehemu ya kupumulia kwamba kwa nini mimi nilitoa taarifa kwa huyu mtu ili nitibiwe, na nikatoa, wakachukua vipimo vyangu, wakafanya kila jambo, lakini naziona taarifa zangu nimeanza kutumiwa na maduka ya pharmacy. Naambiwa bwana, sisi ndio tuna dawa nzuri ya kisukari. Wamejuaje kama nilipima kisukari? Au unaanza kusikia vitu ambavyo vinahusiana na tatizo lako kutoka kwa watoa huduma wengine, ambapo hizo taarifa ulizitoa sehemu moja. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba hizo taarifa zimetumika kinyume na matakwa yako. Sisi tunachokiangalia ni kuridhia kwa taarifa zako kutumika kwa makusudi uliyoyalenga, lakini zisitumike vinginevyo. Na sheria hii inawabana wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi. Nimekujibu vizuri eh? Yeah. Okay. Nafikiri niliona kama maswali yalisha, au kuna kuja picha hamna hata maswali na nini? Lengo kubwa sana ni kuongeza wananchi kuamini huduma. Unajua nchi yetu sasa hivi inaenda kwenye uchumi wa kidigitali. Sasa waga tunajaribu kuangalia vitu vingine ambavyo ni rahisi sana. Unaweza kaangalia kwa mfano ukiwa unataka kutuma hela nyingi zaidi lakini hata kama unaweza kutuma kwa njia ya mtandao, lakini watu wanaenda kukaa benki ili hakikisha amepata ile slip. Lakini hata ukiacha hivyo, kuna shule nyingine mpaka sasa hivi unaambiwa ukija kwamba umelipa ada uje na slip ya kutoka benki. Lakini unaweza kufanya transaction zako ukatuma hela kwa kutumia mtandao. Kwa nini haiaminiki? Ni kwa sababu wanahisi kwamba zinaweza zikawa ni taarifa ambazo sio za kweli, au vile vile ni kwamba mifumo yetu haina faragha na haina usalama. Kwa hiyo tunapokuwa tukiwa na sheria hii inaongeza uaminifu na trust, ndio kitu kikubwa kinachosababisha matumizi mazuri ya TEHAMA na vile vile matumizi sahihi ya taarifa binafsi za wananchi. Mpaka sasa hivi tume imeshapokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wananchi, na sisi bado tunasisitiza waendelee kuyaleta. Pamoja na faini zitakazotolewa na tume, lakini muathirika anatakiwa kulipwa fidia, na fidia ni kulingana na kiwango cha kuathirika. Kwa sababu kiwango cha kuathirika nacho kina tofautiana. Kuna viwango vingine ni vikubwa zaidi, vingine ni vidogo. Kwa hiyo muathirika wa taarifa zake kutumika kinyume
na matakwa yake au na hakuridhia, manake akija tume anakuja kusema bwana, kwa hizi taarifa zilivyotoka mimi nimeathirika katika maisha yangu kwa mtindo huu, au kwa mfano nilikuwa na wazazi nilikuwa na nani na wazazi wangu wameniona mimi sio mtu bora, au nilikuwa na watoto hata siwezi kukaa nao, watoto wanateseka kisaikolojia. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo tutaangalia level ambayo mwathirika atakuwa ameathirika, basi wataalamu wetu wa sheria watapitia yale, watachunguza na hatua mwisho watasema huyu atastahili kupewa fidia kiwango hiki kutokana na athari ambazo wamepata kwa taarifa zake binafsi kutumika kinyume na matakwa yake. Asante sana.